Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kutoka huko Tehran, ambapo Iran inasema ina uwezo wa kuunda bomu la nyuklia, na uwezekano huo upo, lakini ni kwamba nchi yenyewe haikufanya maamuzi juu ya kutengeneza makombora hayo ya nyuklia. Mahmoud Reza Aghamir, rais wa chuo kikuu cha Shahid Beheshti na mmoja wa wahusika wakuu katika mradi wa nyuklia wa Iran, amesema kuwa nchi yake ina uwezo kamili wa kutengeneza bomu la nyuklia, lakini haijachukua hatua hiyo kutokana na msimamo wa kidini wa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, alionya kuwa fatwa hiyo inaweza kubadilika kadri muda unavyozidi kwenda. Kutokana na changamoto zilizotokea katika miaka ya hivi karibuni na miezi kadhaa iliyopita, Iran ina uwezekano wa kuunda bomu la nyuklia katika kujilinda. Katika mahojiano yaliyorushwa jioni ya Jumatano kupitia tovuti Adventure and its Visual Media, Aghamir alizungumzia kwa kina hali ya mvutano kati ya Iran na Israel katika vita vya siku 12 pamoja na hasara iliyopatikana, ikiwemo kuuawa kwa wataalamu wake 6 wa nyuklia. Katika mahojiano yaliyorushwa jioni hiyo ya Jumatano kupitia tovuti hiyo, Aghamir alizungumza kwa kina hali ya mvutano huo. Amesema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inamtaja kuwa mwanasayansi wa nyuklia aliyesisitiza kuwa ikiwa Iran itaamua kutengeneza silaha za nyuklia, basi inaweza kufanya hivyo kwa ustadi mkubwa na wa hali ya juu. Sehemu muhimu zaidi ya kazi hiyo ni urutubishaji wa madini ya nyuklia. Tuna uwezo wa kurutubisha madini hayo kwa kiasi kikubwa, alieleza. Iran inadaiwa imerutubisha takribani kilo zaidi ya 400 za uranium, ambazo ni sawa na 60%, ambapo ikifikia 90% itakuwa na uwezo wa kutengeneza bomu la nyuklia. Alipoulizwa kama wanasayansi wa nyuklia wa Iran waliwahi kufikiria juu ya kutengeneza silaha hizo, alijibu wazi akisema bila shaka wazo hilo liliwahi kuwapo akilini mwao, lakini fatwa ya kiongozi mkuu ndio ambayo imezuia jambo hilo. Bila shaka wazo hilo lipo katika akili yangu binafsi na hata kwa wanasayansi wengine, lakini bado tunafuata fatwa ya kiongozi mkuu wa kidini Ayatollah Al-Khamenei, ameeleza. Alirejelea gharama kubwa ambayo Iran imelipa kwa ajili ya kurutubisha madini. Ni teknolojia ya nyuklia na ni kizuizi cha maadui, na kwamba kuwa na uwezo wa kutengeneza silaha hizo kunawezekana na kuna uwezo wa kutosha kwa ajili ya kuzuia mashambulizi pia kutoka kwa maadui. Nchi ikiwa na silaha za nyuklia ni wazi inajilinda vilivyo, na hakuna namna nchi yoyote inaweza kuishambulia. Fatwa inayozuia silaha za nyuklia inaweza kubadilika. Ayatollah Al-Khamenei amekuwa akisisitiza kwamba Iran haina nia kutengeneza silaha za nyuklia, akieleza kuwa matumizi ya silaha hizo ni haramu kwa mujibu wa misingi ya Kiislamu. Mnamo Februari 20 mwaka 2009 alinukuliwa akisema, hatuamini katika mabomu ya atomiki, hatuna silaha hizo wala hatutazifuatilia. Dini yetu inakataza matumizi ya silaha za maangamizi. Hizi ni silaha za kuharibu ardhi na kizazi, jambo ambalo kitabu kitakatifu cha Kiislamu Qur'an kimepiga marufuku. Hii ndio sababu ya Iran kuachana na mpango wa nyuklia. Hata hivyo, Aghamir alielezea kuwa licha ya fatwa hiyo kuna uwezekano wa kuwepo kwa mabadiliko makubwa ndani ya taifa hilo kadri siku zinavyozidi kusonga. Kama wao watagonga chini ya meza, nasi tutagonga chini ya meza pia, lakini kwa sasa tunafanya kazi yetu ya kitaalamu, anasema zaidi. Mahmoud Reza Aghamir amesema bila maelezo kwamba kuhifadhi vifaa vyenye joto ni vigumu, na ni vigumu zaidi kuliko kuhifadhi bomu la nyuklia lililotengenezwa, akiongeza kwamba hivyo ni kweli kwa mafuta ya roketi kutekelezwa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Alizungumzia pia juu ya mauaji ya maprofesa wa vyuo vikuu, akisema yalikuwa ya kuumiza sana. Aghamir aliita mauaji ya maprofesa na wataalamu wa nyuklia wa Iran kuwa madhara makubwa sana, lakini akasema wataalamu wa shirika la nguvu la atomiki la Iran hawakulengwa moja kwa moja. Tuna ujuzi wa kutosha wa kujenga upya kile kilichoharibiwa, alisema. Ingawa hakuthibitisha madai ya Marekani kuwa vituo vya nyuklia kama Fordo viliharibiwa na mashambulizi, alitoa tu changamoto akisema kama kweli wamemaliza kila kitu, kwa nini hawataki kuachana na suala hilo? Alikosoa pia juhudi za baadhi ya wanaharakati waliowataka viongozi wa Iran kusitisha urutubishaji wa madini ya nyuklia, akisema huo ni mchezo wa maadui. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa. Ni kile ambacho kimesimuliwa na Aghamir, ambapo ameelezea namna ambavyo Iran ina uwezo wa kutengeneza makombora ya nyuklia, akisema kwamba uwezo huo upo, isipokuwa tu ni kwa sababu wanafuata
fatwa za kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii.